Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 11 mwaka 2025, moja ya taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari kusemwa sana na kutokana na afisa wa polisi wa kijeshi wa Marekani kukamatwa na vilipuzi vinne vya kurusha na mkono katika Jamhuri ya Tanzania. Hii yote iliweza kutokea siku jana ikiwa ni Novemba tarehe 16 mwaka 2025. Vilipuzi hivi ni vilipuzi vya kurusha kwa mkono. Taarifa ya umma imeweza kutolewa na maafisa wa kijeshi kuhusiana na afisa kijeshi wa Marekani mwenye asili ya Kikenya siku jana kukamatwa mpakani akiwa na mabomu manne ya kurusha kwa mikono. Mtazamaji wangu, hivi sasa ni hali tete katika Jamhuri ya Tanzania. Mbaya kabisa, kuna mambo yanayozidi kuendelea, hasa uchunguzi mzito kutokana na maandamano yaliyoweza kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Ila mtazamaji wangu, hivi sasa kuna vitu ambazo zitaweza kufuatia ama zitaweza kufanyika haraka baada ya taarifa hiyo ya umma kutolewa na polisi ama jeshi la polisi katika Jamhuri ya Tanzania. Kwanza kabisa, kuna kukamatwa kwa mtuhumiwa kuzuiziwa mara moja. Mtazamaji wangu, amini usiamini, mtuhumiwa huyu ataweza kuzuiwa kizuizini mara moja, uchunguzi wa haraka uweze kufanyika. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vyema iwapo itaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa na taarifa za Jamhuri ya Tanzania. Jambo lingine ambalo litaweza kufuatia kutokana na kukamatwa kwa mtuhumiwa ama mshukiwa huyo, kwanza kabisa kuna kufanya upekuzi wa awali, initial risk assessment. Mtazamaji wangu, amini usiamini, katika mpaka wote ule hakuna mabomu ambayo yanapaswa kutoka wala kuingia, bali serikali ndiyo inayopaswa kufanya jambo kama hilo kupitia mtu ama kiongozi aliyoko serikalini kupewa jukumu la aina hiyo. Hivyo basi, kutokana na jambo hilo lililoweza kutokea katika mpaka wa Kenya pamoja na Tanzania, kwa afisa huyo wa kijeshi kupatikana na mabomu manne ya kurusha kwa mikono, mtazamaji wangu, amini usiamini, ni jambo hatari mno na lazima uchunguzi wa hali ya juu uweze kufanyika. Na ndipo ambapo hivi sasa kikosi cha mabomu katika Jamhuri ya Tanzania lazima kiende kichunguze mabomu hayo yana uwezo kufanya athari ya aina gani. Ndipo ambapo kipindi na wakati ambapo maafisa wa polisi ama jeshi la polisi la Jamhuri ya Tanzania itakapoanza kuchunguza mtu huyo ama kumfanyia interrogation, atakapoanza kumfanyia uchunguzi wote ule, ndipo ambapo wafahamu iwapo atakuwa akisema ukweli ama kudanganya, kutokana na sababu gani kuwa na mabomu hayo katika mpaka wa Tanzania. Vile vile mtazamaji wangu, kuna kufungua kesi chini ya sheria, pia kuzuia ugaidi katika Jamhuri ya Tanzania. Isingekuwa jambo jema iwapo kutaweza kushuhudiwa mambo ya kigaidi katika Jamhuri ya Tanzania, hasa kutokana na hali tete iliyoko hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, sio rahisi kabisa na sio jambo la kufurahisha. Hivi sasa Tanzania wengi wapo na majonzi, kilio kutokana na wao kupoteza baadhi ya wapendwa wao, jambo ambalo linazidi kusababisha uchunguzi mzito kufanyika dhidi ya serikali ya awamu ya 6 iliyokuwa madarakani hivi sasa, ikiwa ni serikali ya awamu ya 7. Watu wengi wangependa haki iweze kupatikana kwa wapendwa wao walioweza kuaga dunia. Hivyo basi, kwa njia moja ama nyingine, isingekuwa jambo jema iwapo kutaweza kuzuka balaa jipya ambalo litaweza kusababisha watu kutozingatia kupatikana kwa haki kwa wale wote walioweza kuaga katika maandamano, na uchunguzi kufanyika kama unavyozidi kufanyika hivi sasa kwa kesi hii ya afisa huyo wa polisi
kupatikana na mabomu katika mpaka wa Kenya pamoja na Tanzania. Na mtazamaji wangu, pia kutakuwa na ushirikiano mkubwa wa kimataifa, international cooperation. Hivi sasa afisa huyo wa kijeshi amefahamika kuwa ni kutoka Marekani ila ana asili ya Kikenya. Hivyo basi huenda ngazi za juu katika afisi za huko Marekani, hasa sekta ya kijeshi, lazima uchunguzi utaweza kuchunguzwa iwapo kweli yupo katika ramani ya maafisa wa kijeshi wa huko Marekani, ndipo ambapo Marekani inaweza kutoa taarifa kuhusiana na afisa huyo wa kijeshi, uwepo wake kutoka katika Jamhuri ya Kenya, ndipo ambapo maafisa wa polisi katika Jamhuri ya Tanzania kwa njia moja ama nyingine watakuwa na nafasi nzuri kufahamu ni kipi na chanzo kwa nini afisa huyo wa kijeshi aliweza kuwa na mabomu hayo katika mpaka wa Kenya na Tanzania. Vile vile mtazamaji wangu, kuna kufanya upekuzi wa taarifa za kuingia na kutoka nchini kwa njia moja ama nyingine. Iwapo kungekuwa na rekodi za uhamiaji kama afisa huyo polisi aliweza kuwa nayo, basi huenda ikawa sio kesi kubwa mno kuchunguzwa ama kwa ukweli kujulikana, ila iwapo ndio mara ya kwanza, na pia iwapo ndio mara ya kwanza kwa afisa huyo wa polisi kuwa na uwepo wake katika Jamhuri ya Tanzania, basi moja kwa moja itakuwa sio jambo rahisi na la kufurahisha, kutokana na jinsi gani ambavyo hivi sasa jeshi la polisi katika Jamhuri ya Tanzania ni hatua kubwa kwa kile ambacho ameweza kukifanya, ila itaweza kumiminiwa sifa kubwa iwapo wataweza kufanikisha zoezi hili bila jambo lolote mbaya kutokea kwa Watanzania wote wale, bila ubaguzi wote ule. Hivyo basi hapa ni lazima jeshi la polisi kwa njia moja au nyingine kesi hii wataweza kuitilia mkazo na kujua ukweli mzima, kutokana na maafisa huyo wa kijeshi kutoka Marekani kukamatwa katika mpaka wa Kenya pamoja na Tanzania, jambo ambalo hivi sasa linazidi kugonga vichwa vya habari. Pia mtazamaji wangu, kuna kuweka mtuhumiwa kwenye ulinzi mkali, ndipo ambapo iwapo aliweza kuwa na njama yoyote mbaya dhidi ya Jamhuri ya Tanzania asiweze kufanikiwa kutoroka ama kutoweka. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi? Ni vyema kwa wewe hapo kutoachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.